Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza wajibu wetu. Subscribe Miujiza TV. Nimekwambia mpenzi mtazamaji wa Miujiza TV, siku ya pili leo ya mafunzo yetu ambayo yanafundishwa kwa watoto wetu kuhusiana na kudhibiti rushwa pamoja na madawa ya kulevya. Nipo na kiongozi. Kiongozi, habari yako mkuu? Salama, habari ya wewe? Kwema kabisa, vipi hali? Namshukuru Mungu, anazidi kutupigania. Na kwa faida ya watazamaji, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Dr. Laurent Kamau, ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya TIOGT ambayo leo tuko hapa Kijichi kwa ajili ya kutoa elimu juu ya utumiaji wa dawa za kulevya. Sisi kama taasisi kubwa hasa ambalo tunalo jukumu la kufanya ni kusimamia kwa ajili ya kutoa elimu juu ya vijana wetu ili wasija wakaingia kwenye wimbi la utumiaji wa dawa za kulevya, kwa sababu watumiaji wa dawa za kulevya wako aina tatu. Kuna ambao ni watumiaji wa kawaida, lakini kuna wengine ni waathirika, na vile vile kundi la tatu ni wagonjwa. Kwa hiyo yule mgonjwa ni ngumu sana sisi kama wakufunzi kuona namna gani vijana tunawapa elimu ili wasifikie kwenye waathirika wa utumiaji wa dawa za kulevya. Asante. Sawa. Na sasa kwa mfano huyu mwathirika, kuna njia ipi ambayo tunaweza tukamsaidia sasa huyu mwathirika? Tunajua wanasema kinga bora kuliko tiba, na kinachofanyika kwenye taasisi ni kutengeneza misingi hiyo wasifikie lengo hilo. Je, kwa huyu mwathirika jinsi gani tunaweza tukamsaidia? Kwa mwathirika pia ni makundi mawili, mwathirika na yule mgonjwa. Mwathirika kuna namna tatu za kumpatia tiba ama kumpatia mafunzo kwa ajili ya kujua athari ya matumizi ya dawa za kulevya. Moja ni zipo NGOs binafsi ambazo zinatumika kwa ajili ya kumsaidia mwathirika. Kama mnavyosikia kuna vituo vinaitwa SOBA. SOBA ni maalum kwa ajili ya kuwapatia elimu na vile vile kuwapatia, wanasema nusu matumizi, yani kukidhi hitaji la yule mwathirika. Kama alikuwa anatumia dozi, wanasema dozi ni kipimo cha miligramu 200, basi wao ama sisi huwa tunapunguza kipimo kile kwa taratibu ili ifikie hatua ya yeye yule mwathirika kuweza kuacha kabisa utumiaji wa dawa za kulevya. Lakini kwa mgonjwa inafika wakati tunapeleka hospitalini, na kule hospitalini wanapatiwa pia kliniki kwa ajili ya kufuatilia zile taratibu zao ili waweze kufikia hatua ya kuacha kabisa. Lakini yapo madhara, kwa mfano hao waathirika na hawa wagonjwa, kumwachisha ghafla ni ngumu, kwa sababu endapo utamwachisha ghafla kuna maumivu makali, wengine hata inapelekea pia kufikia hatua ya kuumwa kwa sababu ya kukosa kile ambacho amezoea ama damu yake imezoea, kwa sababu tayari ameshakuwa addicted. Yes, kwa sababu ameshakuwa chronic. Sawa kabisa. Sawa. Nini ni cha kuambia wazazi, walezi? Tunajua kuna wazazi wengine hawana knowledge, ama wazazi wengine bado hawajajua umuhimu wa kuandaa watoto wao ama kujifunza ili wasije baadaye wakaingia kwenye makundi kama hayo. Nini cha kuambia wazazi? Kubwa ni elimu. Elimu ndio kitu cha msingi, kila kitu kinahitaji elimu, na hata sisi tuko mahali hapa kwa ajili ya kutoa elimu, na tunajikita hasa kama unavyoona mwandishi, lile lika dogo, wale watoto wadogo, ili wanapokuwa wakuwe kwenye maadili ya elimu, kujua nini madhara ya dawa za kulevya endapo watataka kutumia. Kwa hiyo ni wasihi wazazi, pia ni wasihi walezi kwa ajili ya vijana wetu, ni taifa la kesho. Tusichoke kutoa elimu. Kwa hiyo lengo kubwa la kuja hapa Kijichi ni kuja kutoa elimu kwa vijana, na viongozi wa TIOGT waliomba kwa barua
tuje tutoe semina kwa viongozi na vijana ambao ni wanachama. Kwa hiyo siku ya jana tarehe 11 mwezi wa 6 2025 tumetoa elimu kwa viongozi wa hii taasisi, na leo tarehe 12 tumetoa elimu kwa wanachama ambao ni vijana ambao wanaandaliwa kwa ajili ya mapambano dhidi ya rushwa pamoja na dawa za kulevya. TAKUKURU tuna slogan moja inasema, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo kila mwananchi ana wajibu wa kuzuia na kupambana na rushwa, ana wajibu wa kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa, si jukumu la serikali peke yake. Kwa hiyo tunapotoa elimu, kwa mfano vijana hawa tumewapa elimu, tumetengeneza mabalozi wa kwenda kupambana na rushwa, kwenda kuelimisha wengine, jamii inayowazunguka, ili waweze kuelewa madhara ya rushwa na sababu za rushwa, na wajue viashiria vya rushwa ni nini wanapokutana navyo. Kwa hiyo tunasema kwamba kila mmoja katika nafasi aliyonayo ashiriki katika kupambana na rushwa na kuzuia rushwa, na isitoshe anapoona kwamba kuna rushwa, kuna viashiria vya rushwa mahali anapoishi, tunamwalika kwamba atoe taarifa ya vitendo hivyo katika ofisi za TAKUKURU zilizo karibu na yeye. Kimaanishwa kuwa ndio watakaofanikiwa kupata vyeti, na tutakuwa na vitambulisho maalum vitakavyotumika kwenu kwenda kufundisha kwenye zile clubs ambazo mnaziongoza. Kwa hiyo kile ambacho kinafundishwa na mtu wa TAKUKURU, akili zetu ziwe hapa. Kile ambacho kitakuwa kinafundishwa na mwakilishi kutoka mamlaka ya DSEA, ambayo ni mamlaka tunayofanya nayo kazi kwa 100%, akili zetu ziwe hapa. Subscribe Miujiza TV.